Hello, mambo vipi? Natumai uko mzima na unaendelea vizuri na majukumu yako ya kila siku. Karibu kwenye channel yangu ya Dr. Connie. Leo niko hapa kuongelea juu ya swala la kuwashwa masikio. Topic ambayo nimewahi kuielezea kwenye moja ya video zangu. Kama bado hujasikiliza, click link hapo, nimeweka kidude cha kuplay, ukikibofya itakupeleka moja kwa moja kwenye hiyo video ambayo nimeelezea sababu za kuwashwa masikio. Lakini leo niko hapa kuongelea juu ya nta. Moja ya sababu ya kuwashwa masikio ni mrundikano wa nta ndani ya sikio. Na nta ndani ya sikio husababisha muwasho wa masikio kwa sababu mbili. Moja, ile nta iliyorundikana inakwangua ama ina rub ile skin yako ya kwenye sikio. Kwa hiyo utajisikia uncomfortable, lakini pia unaweza ukapata muwasho wa masikio. Nta inaporundikana ndani ya sikio mbele karibu na ngoma huaga kuna bakia nafasi kwa baadhi ya watu. Nafasi hii hukusanya unyevu, na ule unyevu huweza kusababisha mkusanyiko au mrundikano wa bakteria pamoja na fungus. Fungus hawa huwa wanawasha sana, na kuna baadhi ya watu huwa wanatoa mpaka maji meupe ambayo yanatokana na aina fulani ya fungus inayowasha sana. Kuna wale ambao wanawashwa masikio kwa sababu ya kutumia cotton buds. Yaani anapenda kutumia cotton buds, ni kama vile amepata addiction. Shida ya cotton bud iko hivi. Ile cotton bud ama pamba ya masikio ilipotengenezwa ni kubwa kidogo. Kwa hiyo unapoingiza kusafisha masikio, basi unasababisha irritation. Inaleta vimikwaruzo kidogo katika ngozi yako ya sikio. Pia ile pamba huwa imebeba baadhi ya fungus kutokana na storage yake, na muda gani imekaa tangu umetoa dukani, na unyevu na jua na majimaji yaliyojikusanya. Huwa kuna fungus ndani ya zile pamba ambazo hazionekani. Kwa hiyo unapozidi kutumia kusafisha masikio, unaweza ukapata mwasho kwa sababu ya irritation. Pia unaondoa ile nta ambayo ni kama mafuta hivi kwenye ngozi ya sikio lako na kulifanya sikio lako kuwa kavu. Sasa jinsi ambavyo sikio linazidi kuwa kavu, na ile ngozi ya sikio itazidi kupasuka, na upepo ukiingia unazidi kupata irritation ama mwasho. Kwa hiyo inakuwa kama cycle tu. The more you're using, the more you get irritation, the more you get itching. Yaani jinsi unavyozidi kutumia ndivyo unavyozidi kupata muwasho wa masikio. Kuhusu pamba pia nimeongelea katika moja ya video zangu, unaweza kwenda kuangalia kwa nini haturuhusu kutumia pamba za masikio. Kama unahisi una mrundikano wa nta ama una muwasho kutokana na fungus, karibu kwa ajili ya check up. Tunafanya check up za masikio, tunafanya pia kusafisha masikio kwa njia za kisasa kabisa ambazo hautapata maumivu. Lakini pia tutaangalia sikio lako kwa kutumia kamera na screen, na wewe utaona kama kuna nta, tutakuonyesha kama ninavyoonyesha katika hiyo video hapo. Asante kwa kunisikiliza, uwe na wakati mwema. Kama unataka kuweka appointment yako, ni